ya Bwana. Neno hili, yani tangu wiki ile iliyopita nilikuwa nikisoma Biblia na kutana na kujenga. Bwana asifiwe sana. Nakutana na kujenga. Daudi akaweka hazina, akaweka kwa ajili ya Suleimani mwanae kuja kujenga. Yani habari za kujenga. Kwa hiyo kila msimu unapokuja, Mungu akitaka watu wafanye hicho kitu, utakapofanya hicho kitu, Mungu atakwenda kukubariki. Kwa hiyo huu ni msimu wa kujenga. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana hata mtumishi wa Mungu ameshukiwa na Mungu kwamba madirisha haya yajengwe. Kwa kweli ni kipindi mwafaka kabisa wa ujenzi wa nyumba ya Mungu. Na utakapojenga, Mungu atakwenda kukubariki. Bwana asifiwe sana. Basi tutasoma katika ile Hagai sura ya kwanza mstari ule wa Hagai sura ya kwanza mstari ule wa 8 mpaka wa 14. Hebu tusome Hagai. Kama unaandika, andika Hagai. Kitabu cha Hagai sura ya kwanza mstari wa 8, nitaanza kusoma. Pandeni milimani mkalete miti, mkaijenge nyumba, nami nitaifurahia, nami nitatukuzwa, asema Bwana. Mpaka 12 mpaka 14. Mstari wa 9. Mlitazamia vingi, kumbe vikatokea vichache. Tena mlipovileta nyumbani nikavipeperusha. Ni kwa sababu gani? Asema Bwana wa majeshi. Ni kwa sababu ya nyumba yangu inayokaa hali ya kuharibika, wakati ambapo nyinyi mnakimbilia kila mtu nyumbani kwake. Basi kwa ajili yenu mbingu zimezuiliwa zisitoe umande, nayo nchi imezuiliwa isitoe matunda yake. Nami nikaita wakati wa joto uje juu ya nchi, na juu ya milima, na juu ya nafaka, na juu ya divai mpya, na juu ya mafuta, na juu ya kila kitu itoacho nchi, na juu ya wanadamu, na juu ya wanyama, na juu ya kazi zote za mikono. Ndipo Zerubabeli mwana wa Shealtieli na Yoshua mwana wa Yehosadaki kuhani mkuu, pamoja na hayo mabaki yote ya watu, wakaitii sauti ya Bwana Mungu wao na maneno ya Hagai nabii, kama Bwana Mungu wao alivyomtuma, na watu wakaogopa mbele za Bwana. Ndipo Hagai mjumbe wa Bwana katika ujumbe wa Bwana akawaambia watu akisema, mimi nipo pamoja nanyi, asema Bwana. Mstari wa 14. Bwana akaiamsha roho ya Zerubabeli mwana wa Shealtieli liwali wa Yuda, na roho ya Yoshua mwana wa Yehosadaki kuhani mkuu, wa roho zao mabaki ya watu, wakaenda wakafanya kazi katika nyumba ya Bwana wa majeshi Mungu wao. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Tumeona habari hizi, ni habari za Hagai. Hagai huyu alikuwa ni nabii mdogo, nabii mdogo kati ya manabii wadogo, kwa sababu katika Biblia kuna manabii wale wakubwa na kuna manabii wadogo. Manabii wakubwa ni akina Isaya, Yeremia, Ezekiel, Daniel. Hao ni manabii wakubwa. Lakini hawa manabii wadogo ndio hawa akina Zekaria, akina Habakuki, akina Hagai, akina Amosi, akina Yoeli, akina wengi. Hawa ni manabii wadogo. Kwa nini wameitwa manabii wadogo? Wameitwa manabii wadogo kwa sababu jumbe zao si manabii wadogo katika umri, sio katika umri, bali ni manabii wadogo katika jumbe zao. Jumbe zao zimekuwa fupi ndogo, lakini hawa manabii wengine jumbe zao zilikuwa ni jumbe
ndefu ndefu kubwa kama kina Isaya, tunaona kina Daniel, kina Ezekieli, jumbe zao zilikuwa ni kubwa. Kwa hiyo tunaona nabii huyu aliwahimiza viongozi wajenge, wamjengee Mungu nyumba, au viongozi wamjengee Mungu hekalu. Alianza na viongozi ambao kwanza alianza na Zerubabeli. Zerubabeli alikuwa ni liwali, ni kiongozi wa kiserikali au governor. Alikuwa ni kiongozi wa kiserikali au governor huyu Zerubabeli. Lakini pia Yoshua huyu alikuwa ni kuhani. Alikuwa ni kuhani. Kwa hiyo pia alikwenda kwa viongozi wa kiroho na wa kimwili kwanza kwa habari ya kuwaamsha mioyo yao kwa ajili ya kujenga nyumba ya Bwana. Tunaona kwa nini hawa wanaamshwa mioyo yao kwa ajili ya kujenga hekalu la Bwana. Hapa walikuwa wametoka Yuda, wametoka Babeli utumwani, ambapo walipelekwa na Mungu kule. Walikaa miaka 70 utumwani. Kwa hiyo walipokuwa wametoka utumwani, sasa wamerudi, walikuta kila kitu kimeharibika. Fikiria umri. Wengine walienda kule utumwani wakiwa wazee, wengine walikwenda wakiwa vijana, wengine walikwenda wakiwa watoto, lakini umri wa miaka 70. Umri wa miaka 70 wamekaa utumwani. Kwa sababu waliambiwa ni kule kaeni kabisa mjenge, mlime, kwa sababu mtakaa muda mrefu huko utumwani. Kwa hiyo walivyokuwa kule utumwani walikaa miaka 70. Ina maana wengine walifia huko, ina maana wengine walizaliwa huko. Waliporudi Yerusalemu walikuwa wazee. Bwana Yesu asifiwe. Wakakuta hekalu limebomolewa. Hekalu la Bwana limebomolewa. Hekalu ni lile lililojengwa na Suleiman, Mfalme Suleiman, ambalo alikuwa amejenga hilo hekalu. Kwa hiyo tunaona Hagai ni nabii aliyetumiwa na Mungu kwa habari ya kuamsha mioyo ya watu kwa ajili ya ujenzi wa hekalu. Tunaona Zerubabeli alikuwa ni wa uzao wa Mfalme Daudi. Kwa hiyo Zerubabeli huyu alikuwa ni wa uzao, alitokea katika uzao wa Mfalme Daudi. Alikuwa mjukuu wa Yehoyakini. Alikuwa ni mjukuu wa Yehoyakini ambaye ni mfalme wa mwisho wa Yuda. Wale wafalme wa mwisho wa Yuda wakina Yehoyakini. Kwa hiyo alikuwa ni huyu Zerubabeli alikuwa ni mjukuu. Kwa hiyo tunaona Yoshua naye walikuwa wamerudi kutoka uhamishoni. Kwa hiyo hawa walirudi kutoka katika uhamisho, wakakuta kila kitu kilikuwa kimeharibika. Kila kitu hakikuwa sawa. Tunaona kwamba hili kundi lilikuwa ni kundi la kwanza ambalo lilirudi Yerusalemu kutoka utumwani. Lilikuwa kundi la kwanza, walikuja kwa makundi, hawakuja kwa pamoja. Kwa hiyo hili kundi la kwanza ndio lilikuwa la kina Zerubabeli, ambaye kwa jina lingine anaitwa Sheshbaza. Huu ulikuwa ni mwaka 539 KK. Mwaka 536. Nimesema na 9 536 KK kabla ya Kristo. Hili kundi liliweza kurudi. Liliporudi tunaona kwamba ujumbe wa Hagai una tofautisha kati ya nyumba hizo nzuri na hekalu. Tunaona watu waliporudi kutoka utumwani, watu wakawa bize kujenga nyumba zao. Wakajenga nyumba zao nzuri. Wakajenga nyumba zao nzuri, lakini nyumba ya Bwana waliacha ikiwa katika hali ya ukiwa. Wameiacha ikiwa magofu. Ili jambo lilimhuzunisha sana Mungu. Lilimhuzunisha Mungu mpaka akamtuma nabii wake Hagai ili aende akamshe mioyo ya watu kwa ajili ya ujenzi wa nyumba ya Mungu. Kwa hiyo akawaamsha mioyo akina Zerubabeli ambaye alikuwa ni kiongozi wa kiserikali, lakini pia na kiongozi wa kiroho Yoshua
alikuwepo, wakaamshwa mioyo yao kwa habari ya ujenzi wa nyumba ya Mungu. Ndio pale tunaona Hagai anasema, je, huu ni wakati wa nyinyi kukaa kwenye nyumba zenu za mapambo? Nyumba zenu zimejengwa kwa mapambo mazuri, lakini nyumba ya Mungu mmeacha katika hali ya ukiwa. Wameiacha nyumba ya Mungu ikiwa katika hali ya magofu. Maana miaka 70 sio mchezo. Kukaa mahala miaka 70, hukuti nyumba, hukuti shamba, hukuti chochote. Kwa hiyo walivyorudi wanaanza kwanza kutafuta vitu vyao wale waliobaki, ili waweze kujenga. Wakaacha nyumba ya Mungu. Na nyumba ya Mungu waliacha kwa sababu gani? Walikuwa wanaangalia zile gharama. Wakaona hii nyumba ya Mungu hatuwezi kuijenga sisi, ina gharama kubwa. Gharama kubwa kwa sababu gani? Waliangalia jinsi Suleiman alivyoijenga. Ile nyumba ilijengwa kwa gharama kubwa. Kwa hiyo wakiangalia wanaona tutaijengaje hii nyumba? Hii nyumba ilijengwa kwa gharama kubwa sana. Kwa hiyo sisi hatuwezi. Wakakata tamaa, wakaona watengeneze mambo yao. Ndivyo ilivyo hata leo. Bwana Yesu asifiwe. Tunaweza kukata tamaa katika mambo ya Mungu, tukakata tamaa katika kufanya ujenzi wa nyumba ya Mungu. Yanapokuja maneno ya kuamsha mioyo yetu, yanapokuja maneno ya kututia nguvu mioyo yetu, tuinuke, tuone Mungu anataka tufanye nini. Mungu anakuwa anamtumia mtumishi wake. Yamkini mnaweza mkasema, mchungaji anaona tuna michango mingi. Tuna michango, mara hili limetokea, mara kuna michango ya wamama, mara kuna michango ya ujenzi. Hivi kuanza kujenga dirisha, kweli kuna watu hapo wamekaa wamesema, dirisha ile aluminium tutaweza? Watu 7 sijui wangapi tumechaguliwa, tutaweza mambo yote katika yeye atutie nguvu. Kwa sababu tunakifanya ni kitu cha Mungu. Hawa wenzetu walikata tamaa baada ya kuona hekalu limebomolewa. Hekalu la Suleimani lilikuwa zuri, limejengwa kwa gharama. Na hekalu la Suleimani alianza kuweka vifaa vya ujenzi sio Suleimani mwenyewe, alianza baba yake Daudi. Daudi alikuwa anataka kumjengea Mungu hekalu zuri, lakini alipokuwa anataka kumjengea hekalu zuri, Mungu akamwambia Daudi, wewe hutaweza kunijengea mimi nyumba, kwa sababu Daudi, wewe mikono yako imejaa damu. Kwa hiyo Mungu haangalii, hata kama alikuwa anapigana vita na mambo mengine Mungu alikuwa anamshindia. Daudi ni mtu mmoja alikuwa shujaa, alipigana vita, alishinda vita vingi sana, kwa hiyo damu nyingi zilimwagika. Hivyo Mungu akamwambia, hapana, wewe huwezi kunijengea nyumba Daudi. Atanijengea mtoto wako, wewe huwezi. Kwa hiyo Daudi, kwa sababu ni mtu mwenye moyo ambao alikuwa anaupenda Mungu, akaanza kuweka akiba. Akaongea na wafalme mbalimbali. Akawaambia, jamani, mniwekee sijui mierezi, sijui nini, vitu vya thamani, vitu vikubwa vya ujenzi. Hata Suleimani alipokuja kuanza kujenga hekalu, alianza kuwauliza wale wafalme ambao baba yake Daudi alikuwa ameongea nao kwamba sasa umefika wakati wa kumjengea Mungu nyumba. Kwa hiyo naomba hivyo vifaa ambavyo Daudi alikuwa ameviweka. Kwa hiyo Daudi alikuwa anampenda Mungu sana. Alimpenda Mungu sana. Kwa hiyo tukimpenda Mungu sana, hatutaona gharama katika haya ambayo tunapitia. Katika haya ambayo tunataka kwenda kujenga madirisha. Kama sasa hivi tunataka kujenga madirisha, lazima Mungu atatubariki. Mungu anakuja kutupima imani zetu. Si kwamba Mungu anataka hela yako sana. Anataka kupima imani yako, akubariki katika kazi yako. Anataka kubariki katika biashara unayoifanya. Mungu anataka kubariki katika maisha yako. Ndio maana analeta hivi vitu. Tunaona Suleimani alipojenga lile hekalu, Mungu hakumwacha hivi hivi. Mungu aliweza kumbariki Suleimani kweli kweli. Suleimani alipata utajiri ambao hakuna tajiri mwingine leo ambao tunaweza tukasimulia utajiri. Wapo watajiri mbalimbali, lakini hawawezi kumfikia Suleimani. Suleimani alikuwa anachinja ng'ombe kwa siku, kwa mang'ombe kwa siku. Suleimani alikuwa na fedha na dhahabu, ana kila kitu. Kwa sababu Suleimani aliambiwa na Mungu, unataka nini nikufanyie nini? Akasema, nipe hekima.
nijue jinsi ya kuingia na kutoka juu ya watu hawa. Nipe hekima, nijue jinsi ya kuwaamua Israeli, nijue jinsi ya kutembea na Israeli. Mimi sitaki kingine Mungu, nataka nipe hekima tu. Nitakapokuwa na hekima nitajua jinsi ya kutoka na kuingia juu ya watu hawa ambao umenipa, ambao baba yake amemwachia katika ufalme. Kwa hiyo Mungu akamwambia, Suleimani, hukujitakia utajiri. Unajua hata leo mtu akiambiwa hebu omba chochote, Mungu akakwambia tu sasa hivi omba chochote, utakapoanza kumimina sasa, Mungu nataka gari, Mungu nataka nyumba ya ghorofa, Mungu nataka nini, utatanguliza mambo ya Mungu. Suleimani alitanguliza mambo ya Mungu. Baada ya kutanguliza mambo ya Mungu, ndipo Mungu akamwambia, hukujitakia utajiri, hukujitakia na kitu kingine chochote, lakini umejitakia uwe na hekima, ujue jinsi ya kutoka na kuingia, ujue jinsi ya kunipendeza. Basi nakupa na utajiri ambao hakuna mtu ambao atakuwa nao, wala mwanzo hakuwa nao, wala atakayekuwa nao. Tumeona hata wafalme mbalimbali walikuwa wanamtembelea Suleimani kwa ajili ya kuangalia ile hekima yake na kuangalia utajiri alionao. Na walipokuwa wanakwenda, hawakuwa wanakwenda mikono mitupu, walikuwa wanakwenda na zawadi mbalimbali, wanaenda na dhahabu, wanaenda. Kwa hiyo mfalme Suleimani alikuwa ni tajiri mno, lakini imeanzia kwa baba yake ule moyo. Unajua, unapokuwa na moyo wa kumcha Mungu utaambukiza na watoto. Bwana Yesu asifiwe. Utaambukiza na watoto. Kwa hiyo Daudi akaweka vitu vingi sana. Hebu nisiseme sana kwa mdomo, tusome Nyakati wa Pili uone vitu ambavyo Suleimani alikuwa anamjengea Mungu nyumba. Kwa uchache tu tusome tu mstari wa kwanza, Nyakati wa Pili sura ya 3 mstari wa kwanza mpaka wa 14. Tusome, lakini hivi vinaendelea mpaka sura ya 3. Suleimani bado alikuwa anajenga. Suleimani mpaka sura ya 4 Suleimani alikuwa bado anajenga, mpaka sura ya 5 Suleimani alikuwa bado anajenga. Kwa hiyo ilikuwa ni hekalu kubwa lenye thamani. Hebu tuone vitu, baadhi ya vitu na kuonyesha vitu vya baadhi, lakini nakwambia pia utakapokuwa nyumbani, hebu nenda kasome sura ya 3, soma sura ya 4, soma na sura ya 5, uone ambavyo gharama ambazo zilikuwa zimetumika katika ile nyumba ambayo iliangushwa ikabomolewa ikawa magofu. Soma hiyo Nyakati wa Pili 3 mstari wa kwanza mpaka 14. Nyakati wa Pili 3 mstari wa kwanza mpaka wa 14. Nitasoma. Ndipo Suleimani akaanza kuijenga nyumba ya Bwana huko Yerusalemu juu ya mlima Moria, pale Bwana alipomtokea Daudi babaye alipotengeneza mahali pale alipoagiza Daudi, katika kiwanja cha kupulia cha Arauna Myebusi. Akaanza kujenga siku ya pili ya mwezi wa pili katika mwaka wa 4 wa kutawala kwake. Bali hii ndiyo msingi ya majengo ya nyumba ya Mungu aliyoiweka Suleimani. Urefu wake kwa mikono ya cheo cha kwanza ulikuwa mikono 60, na upana wake mikono 20, na ukumbi uliokuwa mbele yake urefu wake kadiri ya upana wa nyumba ulikuwa mikono 20, na kwenda juu kwake 120. Akaufunikiza ndani kwa dhahabu safi, nayo nyumba kubwa akaifunika miti ya miboroshi aliyoifunikiza kwa dhahabu safi. Akaifanyizia mitende na minyororo. Akaipamba nyumba kwa vito iwe na uzuri, nayo dhahabu ilikuwa dhahabu ya parvaum. Tena akaifunikiza kwa dhahabu nyumba na boriti na vizingiti na kuta zake na milango yake. Akachora makerubi kutani. Akaifanya nyumba ya patakatifu pa patakatifu. Urefu wake kadiri ya upana wa nyumba ulikuwa mikono 20, na upana wake mikono 20. Akaifunikiza kwa dhahabu safi ya talanta 600, na uzani wa misumari ulikuwa shekeli 50 za dhahabu. Akazifunikiza orofa zake za juu kwa dhahabu. Na ndani ya nyumba ya patakatifu pa patakatifu akafanyiza makerubi wawili. Akafanyiza makerubi
mawili ya kuchonga, wakayafunikiza kwa dhahabu. Na mabawa ya makerubi hayo urefu wake ulikuwa mikono 20, hawa moja mikono 5, likiufikilia ukuta wa nyumba, na hawa la pili mikono 5, likishikana na bawa la kerubi la pili. Na bawa la kerubi la pili lilikuwa mikono 5, likiufikilia ukuta wa nyumba, na bawa la pili mikono 5, likishikana na bawa la kerubi la kwanza. Yakaenea mabawa ya makerubi hayo mikono 20, yakasimama juu ya miguu yao, na nyuso zao zilielekea nyumba. Mstari wa 14. Akalifanya pazia la samawi na urujuani, akalifanya pazia la samawi na urujuani na nyekundu na kitani safi, akaifanyizia makerubi. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Naona umepata picha kidogo tu hiyo ni kidogo tu, maana bado zinaendelea katika katika sura zingine uone. Sasa lile hekalu lilikuja likabomolewa, lilikuwa lina dhahabu, lina makerubi, lina patakatifu patakatifu, lina gorofa, yani lilikuwa limejengwa kwa thamani kubwa. Lakini wana wa Israeli hao walipokwenda utumwani huko nyuma, yale hekalu lile libomolewa, likakutwa magofu. Kwa hiyo watu, angalia picha hii kwamba watu wamerudi sasa, ndio wanajenga nyumba zao, alafu wanaambiwa tena wajenge hekalu. Watu wakawaza, lile hekalu tutaliweza kweli? Lile la Suleimani, maana lina madhahabu, lina nini, tutaliweza? Ndivyo kama tunavyosema sisi leo. Kama nilivyosema, unaweza kusema jamani, tuweke madirisha, afu tuna mambo yetu, tuna nini, lakini Mungu anataka katika hali hizo tumjengee. Tunapoangalia mambo yetu, tumjengee na yeye nini? Nyumba ya kukaa. Bwana asifiwe sana. Mahala ambapo anaweka na yeye jina lake. Kama wewe unaweza ukarudi nyumbani ukakaa kwenye sofa zako nzuri, ukaingia sitting room kwako, ukaanza kuangalia video, ukaanza kufanya nini, unaburudika, umeweka vitu mbalimbali, maua. Ndivyo na nyumba ya Mungu inatakiwa iwe nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Daudi alimpenda Mungu. Daudi alitamani nyumba ya Mungu ikae vizuri. Na Daudi alikuwa ni mfalme. Na Daudi alikuwa ana majumba ya kifalme. Si unajua mfalme, mtu mkubwa, rais, mtu mkubwa anakaa vizuri. Lakini upendo wa Daudi, alikuwa hatamani saa nyingine hata kukaa nyumbani kwake. Anasema, mimi jambo ambalo nimelichagua, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote, ni utazame uzuri wa Bwana, nikae nyumbani mwa Bwana, akae katika hekalu la Bwana, atafakari, auangalie uzuri wa Mungu, amtukuze, amuinue. Hatamani hata kukaa katika gorofa lake. Ana walinzi mtu huyu, ana watu wanampelekea chakula kinaangaliwa kwanza kabla ya kupelekwa kwa mfalme. Ni mtu mkubwa, akiamuru hawa fanya hivi, akiamuru jeshi fanya hivi, linafanya. Lakini Daudi alimpenda Mungu kuliko kitu kingine. Akasema, ninatamani kuwa kama bawabu nyumbani mwa Bwana. Bawabu ni mlinzi wa mlangoni, mlinzi alikuwa analinda hekalu. Akasema, ninatamani kama yule bawabu anayezunguka pale hekaluni, niwe kama yule tu, ili nikae nyumbani mwa Bwana. Natamani kuwa kama mashomoro, wale ndege wale jenga viota kule nyumbani mwa Bwana, nikae hata kama ndege nikae. Daudi mfalme anampenda Mungu, anapenda akae nyumbani mwa Mungu. Lakini sisi leo hatutamani hata ibada, hatutamani hata kukaa nyumbani mwa Mungu, na hatuna chochote. Lakini huyu alikuwa ni mfalme, alimpenda Mungu, alimpenda kupitiliza. Ndio maana Mungu anampenda Daudi. Anasema Daudi ni moyo ambao unampendeza. Daudi moyo wake ulikuwa unampendeza Mungu kwa sababu alikuwa anatii. Na kwa alikuwa hajihesabii kule kuwa mfalme ni kitu cha kushikamana nacho.
aliwaheshimu watu, alijali watu katika ufalme wake, alitembea na Mungu hata kama kuna kipindi alifanya makosa, lakini Daudi alitubu akaendelea na Mungu vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana tunaona aliweza kuweka akiba kwa ajili ya kuijenga hii nyumba, na Suleimani mwanae akaja akaijenga hii nyumba. Alivyoijenga hii nyumba, Mungu akatukuzwa mahala hapo, watu wakamwabudu. Kuna siku watu walikuwa wanaimba pale na kumtukuza Mungu. Tunaambiwa uwepo wa Mungu ulishuka, hata wale makuhani wakashindwa kufanya zamu zao, maana uwepo wa Mungu ulishuka. Mungu alishuka katika nyumba yao akawahudumia. Bwana Yesu asifiwe. Ndivyo tunavyotakiwa leo. Mungu atuhudumie katika nyumba hii tunapoingia. Mungu ahudumie moyo wa kila mmoja, na kila moyo wa kila mmoja ukunjuke, na kila moyo wa kila mtu mmoja ajue jinsi gani atakavyoupendeza moyo wa Mungu. Utaupendezaje moyo wa Mungu? Mungu anayekupa uzima bure, Mungu anayekupa pumzi bure. Wengine pumzi hiyo wanaigharamia saa hizi, wako kwenye mashine, watoto wako ni wazima. Watu wengine unaona watoto wao wanakatwa vichwa, vinatupwa kama vile mtu anaua ndege. Hili ni chukizo kwa Mungu. Tumefikia mahala hapo, lakini Mungu anatuangalia sisi. Watu wamekuwa hawapendani sasa hivi. Kuua mtu ni kama mtu kuua kuku. Mtu anapoua mtu anaona kama anaua kuku au anaua ndege. Mtu anasubutu kukata kichwa cha mtoto wa mtu. Mzazi yule kalea mtoto wake akiwa bado mdogo, mpaka amekuwa mtu mzima, amemsomesha mpaka vyuo, amegharamia, anatamani atimize, mtoto huyo aone siku moja anatimiza ndoto zake. Tamani mtoto huyo awe anatimiza ndoto yake, lakini anakuta mtoto anakatwa kichwa, kinazikwa sehemu nyingine, mwili unatupwa sehemu nyingine. Ndipo tulipofikia. Mungu anatuangalia wacha Mungu, tutafanya nini yanapotukia haya? Unanyamaza. Je, umemwombea hata huyo mama kwamba Mungu mfariji huyu mama, fariji mama huyu, mtoto wake amekutwa na dhahama hii, fariji. Dunia imefikia mahala pabaya. Watu wanajipenda wenyewe kuliko kumpenda Mungu, na hili lilitabiriwa katika siku za mwisho. Watu watajipenda wenyewe kuliko kumpenda Mungu. Watu hawatathamini mambo ya Mungu. Hata kama mambo ya Mungu yatatangazwa, watu hawatathamini. Wataondoka njiani wanalalamika. Wanajenga nyumba ya Mungu lakini wanalalamika. Lakini tunaona huyu mtu mmoja aliweza kujenga hekalu kwa mabilioni, sijui ni mabilioni, maana unaambiwa kuta zake ni dhahabu, gorofa lake ni dhahabu, makerubi ni dhahabu, kila kitu ni dhahabu. Akatengeneza nyumba ya Mungu, nyumba ya Mungu ikawa vizuri, na Mungu alipoiangalia ile nyumba akapendezwa. Mungu akapendezwa na ile nyumba. Mungu anataka apendezwe na hii nyumba. Atakapoiangalia apendezwe na hii nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Tumezikosa baraka na tunaendelea kukosa baraka. Tumekuwa watu wa manunguniko. Hawa nao walikuwa wananungunika, wanasema tutawezaje sisi kujenga hekalu la namna ile, hekalu la Suleimani lililojengwa kwa fedha, lililojengwa kwa dhahabu, lililojengwa kwa mierezi, lililojengwa, tutawezaje? Ndio mawazo ya watu. Mungu akamwambia Hagai, nenda kamwambie hawa watu wanawaza hivi vitu kwamba tutajengaje? Hatuna fedha sisi, tumetoka utumwani, ndio kwanza tunakanyaga, alafu tunaambiwa habari za kujenga. Mungu ni Mungu wenye fedha na dhahabu, ni mali ya Bwana. Dunia na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Hivyo anapokuambia nijengee, si kwamba anataka hela yako, anataka akubariki. Anataka utoke sehemu uende sehemu. Anataka uache manunguniko hayo unayonungunika kila siku kwa habari ya ujenzi, kwamba tunajengaje kila siku michango. Lakini wako watu walijitoa
vitu vya thamani, wakamjengea Mungu nyumba. Mungu akaabudiwa mahala pale. Wenye shida, anasema shida zitakapokuja, watu wakikimbilia kwenye nyumba hii nitasikiliza. Njaa itakapokuja, wakikimbilia katika nyumba hii nitasikiliza. Watakapokutana na majaribu, wakikimbilia katika nyumba hii nitawasikiliza. Unaonaje ukijenga nyumba ya namna hiyo? Unaonaje ukimjengea nyumba ya namna hiyo Mungu? Tunakutana na vitu mbalimbali, na ndivyo ilivyo, kwamba tunakuja mahala hapa kuleta shida zetu. Tunakuja kumwabudu Mungu, lakini pia tunaleta shida zetu, tunaleta masikitiko yetu, tunazileta aibu zetu mahala hapa, kwamba Mungu aweze kusikiliza na Mungu aweze kujibu. Na ndivyo Mungu anavyojibu. Anasema nyumba hii nitapendezwa nayo. Kwa hiyo watu wakikutwa na vita, wakikimbilia mahala hapa, nitawasikiliza, nitawaondolea vita katika nchi yao. Watu wakikutwa na njaa, wakakimbilia mahala hapa, nitaondoa njaa katika nchi yao. Maana ni nyumba ambayo nimechagua kuliweka jina langu. Bwana Yesu asifiwe. Ni nyumba ambayo nimechagua kuliweka jina langu. Hivyo watu wakanungunika, wakasikitika. Hagai anawaambia, pandeni milimani. Ndiyo, hatutajenga nyumba ya thamani sana kama ya Suleimani, lakini pandeni milimani, mkaikate miti, mjenge nyumba, asema Bwana wa majeshi, ndipo na mimi nitatukuzwa hapo. Hata kama nyumba itakuwa katika hali ya umaskini, kwa sababu ndiyo mmetoka utumwani, itakuwa katika hali ambayo ya umaskini, lakini utukufu wa nyumba hii mwishoni utakuwa mkuu kuliko hata ule wa hekalu la Suleiman. Bwana Yesu asifiwe. Anasema utukufu wa nyumba hii mwishoni utakuwa mkuu. Tutaanza katika hali dhaifu. Tutaanza katika hali ambazo kama ni za kuchekwa kama sisi tulivyoanza. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa hili sisi tumeanza shuleni. Nilipotoka katika dini nikaja kwa mchungaji. Pindi hicho alikuwa na watu wachache sana, kama sijui kama watu 10, tulikuwa tunafika 10, 15 hivi. Zaidi hapo 30 tulikuwa hatujafika hata 20. Tulikuwa tunaabudu pale shule ya msingi, ile shule unaiona pale. Tumeabudu sisi. Madhabahu tunageuza hivi viti vya watoto darasani. Tunavigeuza madhabahu hiyo, tunaigeuza. Mchungaji anapata pa kukalia pale. Alafu ile vile viti dawati tunafunika kitambaa. Tunaendelea kumwabudu Mungu wetu. Mchungaji wetu ni mwalimu mzuri, anachukua chaki, anatufundisha kupitia ubaoni. Anaandika ubaoni, anatufundisha, tunamwelewa Mungu wetu vizuri. Tukaendelea na Mungu wetu katika hali hiyo ya pale kuwa darasani. Tunahamishwa, mara kuna siku tulikuwa tuko darasa fulani ili la upande mkono wa kushoto. Baadaye tukahamishwa kwenye darasa lile lingine la upande huu wa mkono wa kulia. Na walipokuwa wanajua kabisa hawa kesho wanakuja kuabudu, mtu anakwenda pale anajisaidia. Tuko tuna shemasi wetu mmoja alikuwa anaitwa Rebeka, walikuwa wanafika asubuhi, mashemasi wanafagia, wanazoa vile, yani watu wanafanya makusudi kwa sababu walokole kesho watakuja kusali hapa. Mtu anajisaidia, wanazoa vile vinyesi vya watu wanatupa huko. Tunaingia saa nyingine katika hali mbaya, tunakuta bado kuna harufu sio nzuri. Wengine wamejisaidia haja ndogo huko kwa makusudi tu, kwa sababu walokole wanakuja hapa kesho kuabudu. Basi tumeendelea katika hali hizo. Tumeondoka mahala hapa, Mungu ametusaidia, wakasema sasa haipaswi nyinyi kuendelea kuabudu madarasani, kabidi tuje hapa. Tukanunua hapa, tukapata sehemu yetu hapa. Tukaanza na kanisa ketu kadogo sana. Kalikuwa kanaanzia hapa sijui mpaka pale. Yaani hata tukagongelea, tumenunua mabanzi mengine tuliyatoa mabanzi ya mikatani kutoka huko Bwawani. Tukawa tumepigilia mabanzi huku juu kote wazi, kabati tu sehemu kadogo tu. Basi tunakaa kwenye tunagongelea viti tulivyokuwa tunakalia, tulikuwa tunagongelea miti. Tunaka mti huku na huku. Alafu katikati hapa napita mbao, tunagongelea tayari. Mtakaa watu 3 hapo
na mwingine hivyo hivyo, tukaendelea. Basi kipindi kama cha upepo, kipindi kingine unakuta mabanzi yanang'olewa na upepo. Mabanzi si mepesi yale ya makatani, yanang'olewa na upepo. Sasa tunaendelea na ibada, lakini mabanzi naye yanaendelea kugongana huko, kipindi cha upepo, sisi tunaendelea kumcha Bwana, tunaendelea kumcha Bwana. Tuna vyombo vyetu, tuna ngoma yetu, tulikuwa tuna ngoma yetu, tunapiga ngoma. Baraka na mdogo wake, Baraka Mwakamele na mdogo wake Ima, na familia ile ya mzee Mwakamele. Tulikuwa saa nyingine hatuna mazingira mazuri sana. Tunapokuwa tunataka mkesha, kufanya mkesha wetu, hatuna taa hapa, hatuna umeme, hatuna nini. Tulikuwa tunaenda kwa mzee Mwakamele pale. Pale nyumbani kwangu palikuwa hapana uhuru sana kwa sababu ya mzee alikuwa. Kwa hiyo pale palikuwa hapana uhuru sana watu kuweza kuingia. Kwa hiyo sana mambo mengi tulikuwa tunafanya kwa mzee Mwakamele pale. Hata ibada zetu za usiku tulikuwa tunaamua kukesha pale kwa mzee Mwakamele. Kwa hiyo tulikuwa tuna ngoma yetu, tunakuja tunapiga. Kina Ima anapiga hapa, wengine tunapiga makofi na ngoma yetu moja ile. Mzee Yona alikuwa na kayamba. Kayamba si mnazijua? Kayamba zile chaka chaka. Basi Yona anapiga kayamba lake lile, akipiga akipambisha, anapambisha kweli kweli lile kayamba. Yule Ima naye ama kina Mwakamele au kina Baraka piga ngoma, wanapambisha kweli kweli. Kipindi cha sifa akina nani yule, kuna dada mmoja anaitwa Rabeka, alikuwa na chupa yake ile, chupa ya Fanta zile chupa. Basi ukija, Bwana Mungu anatukuzwa. Tulikuwa tunamuona Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Uwepo wa Mungu ulikuwa unashuka. Mungu hajali hapa kuna kayamba, Mungu hajali hapa mnasugua chupa. Mpaka leo tuko mahala hapa na nyinyi mpo na vyombo vipo. Haleluya. Naona na vitu vingine sijui Paulo ulivionja ulivionja vitu vingine. Kwa tulipita katika mazingira magumu. Tukaja kupita katika mazingira tunapigwa juu hapa sisi. Tulipoanza ujenzi bati hakuna hapo. Sisi tunahubiriwa na miamvuli, tumeshika miamvuli hivi. Fikiria jua la saa 7, fikiria jua lile la saa 5 kama Roho Mtakatifu kashuka, ibada inaendelea, tupo na miamvuli. Usipokuwa na mwamvuli utakimbilia wapi? Utapigwa jua. Tuna watoto wetu wengine wana watoto wachanga, tupo na jua letu. Mpaka leo tuko mahala hapa. Utukufu wa mwisho utakuwa mkubwa kuliko utukufu wa mwanzo. Bwana Yesu asifiwe. Utukufu wa mwisho utakuwa mkubwa, na bado tuna malengo ya kumjengea Mungu kanisa kubwa mahala pale. Utukufu wa Mungu utakuwa mkubwa. Tunaenda hatua kwa hatua. Kikubwa, mpende Bwana Mungu wako. Pende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Ukiambiwa kumjengea, wewe utaona hasara. Utaangalia ulipotoka, utaangalia unapokwenda, utaangalia ni vitu gani Mungu anataka. Hutalalamika katika kumtumikia Mungu. Huwezi kulalamika. Ukilalamika, haya, rudi basi uone Mungu atakayoyafanya. Angalia wenzetu walifanywa mambo gani. Tunaona walipolalamika sana, Hagai akawaeleza kwamba kushindwa kwao kumjengea Mungu kumewaweka kwanza, utawasababishia mambo mabaya. Hebu tuone mambo gani yatasababishwa kama Mungu anakuja wakati sahihi wa Mungu. Unajua wakati sahihi wa Mungu akisema nijengeeni, kwa sababu mchungaji ameinukaje tu akasema jamani tuwekeni madirisha. Hakuangalia hali za watu, hakuangalia nini. Anasema tuweke madirisha ya vioo. Umefika wakati sasa tuweke madirisha ya vioo. Na mimi nilikuwa nasoma Biblia, kila nikisoma Biblia kujenga. Na mimi nako naondoka, kuna sehemu naenda, taanzaje? Bwana ajua. Nitakuwa kwenye mti, Bwana ajua. Lakini najua Bwana ameniita. Bwana hawezi kuniacha. Na mimi nitaijenga madhabahu ya Bwana. Maana ninakwenda kumjengea Mungu nyumba. Bwana ajua. Akikuita anajua anakuandalia. Bwana atakuandalia hatua kwa hatua. Bwana anao watu. Bwana atawaita watu. Kama Elia aliweza kulishwa na kunguru, hata Bwana atawaleta watu mahala hapa. Hata Bwana atatuletea na sisi watu. Tutaendelea kumtumikia Mungu, maadamu jina la Bwana litukuzwe.
chalize ije kwa Yesu. Tunataka chalize ije kwa Yesu. Tutatumika kwa namna zozote, iwe mvua, iwe jua, tumejitoa kwa Bwana, tutatumika kwa Bwana. Hatuangalii mazingira. Hatuangalii mazingira. Nitaondoka hapa kweli, ninawapenda. Nitakuja kuondoka, sijui nitakuwa mahala gani, lakini yeye aliyeniita, kwa jina langu, aliniita nikiwa bado mdogo. Kila siku nasimulia mazingira niliyopitia ya maisha. Nimepitia mazingira magumu, mazingira ambayo Mungu alikuwa anaonyesha kabisa utumishi ulikuwa ndani yangu. Hivi vitu si kwamba mimi nimejitafutia. Uchungaji si kwamba nimejitafutia, ndugu zangu. Sijajitafutia. Bwana ameniita nimtumikie. Nitatumika katika hali zozote, iwe jua, iwe mvua. Kwa hiyo kumjengea Mungu nyumba, wito ni kazi. Kuitika wito ni kazi, na kuutumikia wito ni kazi. Hivi ni vitu viwili tofauti. Unaweza ukaitwa, ukaambiwa wewe ni mtu fulani, ukakaa katika hali hiyo bila kuchukua hatua kwa muda mrefu, mpaka ukaanza kukutana na vipingamizi. Maana Mungu hatakubali akuache, kwa sababu amekuchagua. Ataanza kuruhusu viboko, ataanza kuruhusu fimbo zikuchape, ataanza kwa nini usubiri mambo yote hayo? Kwa nini usimtumikie Mungu kwa uhuru tu katika kipindi hiki? Umeitwa, itika, chukua hatua ya wito. Huko ndiko kutii. Umeitwa, itika, chukua hatua. Hawa wana wa Israeli waliitwa kwa ajili ya ujenzi wa nyumba ya Mungu. Hebu tuone ni vitu gani ambavyo vinaweza kumpata mtu wakati. Tuone vitu vilivyowapata, sio vinampata, vilivyowapata hawa walipokuwa bado wanafanya shingo ngumu. Tusome ile Hagai 6. Hagai 1 mstari wa 6. Hagai 1 mstari wa 6. Au hebu mstari wa 8. Mstari wa 8. Hebu soma ile Hagai 1 mstari wa 8. Hagai 1 mstari wa 8. Wa 8 na wa 9. Nitasoma. Pandeni milimani mkalete miti, mkaijenge nyumba, nami nitaifurahia, nami nitatukuzwa, asema Bwana. Mstari wa 9. Mstari wa 9. Mlitazamia vingi, kumbe vikatokea vichache. Tena mlipovileta nyumbani nikavipeperusha. Ni kwa sababu gani? Asema Bwana wa majeshi. Ni kwa sababu ya nyumba yangu inayokaa hali ya kuharibika, wakati ambapo nyinyi mnakimbilia kila mtu nyumbani kwake. Amina. Bwana asifiwe. Tunaona vitu ambavyo Mungu aliweza kufanya anga likawa kavu, mvua zikunyesha, kwa sababu hawataki kujenga nyumba ya Mungu. Bwana asifiwe. Anasema hapa mstari wa 6, mmepanda mbegu nyingi mkavuna kidogo. Walikuwa wanapanda mashamba, wamerudi sasa kutoka utumwani, wako bize na kutafuta mashamba walime. Wakapanda maheka na maheka. Mtu anapanda heka na heka, anavuna kidogo. Heka 2 unarudi wewe, labda heka 3 unarudi na kajunia kamoja. Mungu kafunga mpaka ardhi. Anasema watu hawanitii, ngoja niruhusu hivi vitu. Kwa hiyo anasema mmepanda mbegu nyingi mkavuna kidogo. Mnakula lakini hamshibi. Hawa watu wakawa wanakula lakini hawashibi. Bwana Yesu asifiwe. Hebu niambie, mtu anayekula hashibi? Jamani, Wanyaturu mko hapa? Nyosha mikono Wanyaturu na Wanyiramba. Sisi tunaita mufwefwe. Yaani mufwefwe yule mtu hashibi, unakula kitu ushibi. Mufwefwe una mufwefwe huyo mtu huyo una mufwefwe, si ndio? Yaani mufwefwe ni kile kitu kabila yetu Kinyaturu. Jamani, samahani, wote sisi wa Bwana, kabila zote za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Mufwefwe ni yule mtu anayekula hashibi,
Watu hawa walikuwa wanapika, wanakula, lakini hawashibi, wanashangaa. Umelala hata usiku, umeshakula ubwabwa wote kwenye sufuria umeisha. Usiku saa 6 usiku unainuka, unaanza kutafuta masufuria, unakuangua ukoko. Hakuna kushiba. Watoto wanakula, yani unapika, hivi liruhusiwa. Sasa tuusiombe hivi vitu vikaruhusiwa kwetu. Tumjengee nyumba Mungu. Tujenge mahala palipobomoka. Tumjengee Mungu. Kwa hiyo walikuwa wanakula vitu, hawashibi. Wanalima lakini wanavuna kidogo watu hawa. Anasema wanakunywa vinywaji lakini hawakujazwa. Hata kama mtu anakiwa akisema ngoja hapa nichukue lita moja hapa ya maji au maji hapa baridi ninywe, atajikung'utia, bado kiu inaendelea. Mungu ameruhusu hata watu wakinywa, hata kiu zisiishe. Walime, wavune kidogo. We uko busy na mambo yako, ndio maana Mungu anakuwa anapiga mambo yako, kwa sababu humpi Mungu nafasi. Umefika wakati turudi kama wana wa Israeli walivyorudi hawa Wayuda hawa. Hagai akasema, mmefanya vitu hivi, mmemkosea Mungu, mmekataa kujenga hekalu la Mungu, ndio maana vitu hivi vinawapata. Anasema lakini mnajivika nguo lakini hapana aonaye moto. Walikuwa wanavaa nguo lakini hawaoni hata faida ya mavazi, bado baridi inawashika. Ina maana hata kama walikuwa kwenye maeneo ya baridi, hata wakivaa nguo bado hawapati joto. Mungu karuhusu. Kwa sababu nini? Hawataki kujenga mahala pa kumwabudu. Naye Mungu anataka kuliweka jina lake mahala pale, lakini wenyewe wameng'ang'ana na vitu vyao. Kipindi cha Hagai, watu hawa walipitia katika mazingira hayo. Anasema apataye mshahara apata mshahara na kutia katika mfuko uliotoboka. Walikuwa wanapata mishahara. Unapata mshahara kama hata ni milioni, hata kama ni 500,000. Mshahara ukiwa unakuja, kabla hujaupokea wewe mshahara umeshaisha. Budget umeshapanga, yani mshahara ukiupokea siku hiyo unaingia katika mfuko uliotoboka. Kwa sababu gani? Hawakuheshimu mambo ya Mungu. Hawakupenda mambo ya Mungu yaendelee. Walitaka mambo yao kuendeleza mambo ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo tunatakiwa kuweza kuijenga nyumba ya Mungu ili kwamba tusikutwe na mambo haya. Tusiwe na mishahara ambayo inaingia kwenye mifuko iliyotoboka. Tusilime tukavuna kidogo. Tusile chakula hatushibi. Unakula ushibi. Na maana kama unakula ushibi, we kila siku utasaga yani unga hata debe kwa wiki, mko wawili lakini mnakula karibu hata gunia. Yani vitu viliruhusiwa vibaya kwao ili waweze kustuka. Vitu vingine vinaruhusiwa kwako ustuke. Lazima vitu vingine ustuke. Hichi kitu mbona kiendi sawa? Lazima uangalie ni mahala gani mimi nimeharibu mpaka hichi kitu akiendi sawa. Lazima ustuke. Kwa hiyo hawa wakawa, nabii ameshawaambia kwa habari ya kumjengea Mungu nyumba. Tunaona huduma ya Hagai ilichukua miezi kama mitatu. Anapiga kelele na watu, jamani tumjengee Mungu nyumba, jamani tumjengee. Kuanzia mwaka wa 520 KK alipokwenda kuongea kwanza na viongozi wale, kisha akaanza kuongea na watu kwa habari ya kumjengea Mungu nyumba. Lakini tunaona kwamba wito kutoka kwa Bwana ile kuanzia Hagai 1 tumeshajifunza kwamba habari ya watu waliitwa, lakini sasa tunaona kutii kwa wito. Watu hawa katika kitabu cha Hagai, katika Agano la Kale, ni kitabu ambacho kinaheshimika kwamba hiki kitabu watu waliweza kuonywa na wakatii. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anakuita, lakini pia anaangalia utii wako. Unatiije? Hawa watu walitii. Hamna kitu kizuri. Unajua kuna wengine walikuwa wanaonywa, kuna watu wengi walikuwa wanaonywa na manabii.
msifanye hivi, msifanye hivi, lakini watu wakawa na shingo ngumu, hawakumtii Mungu mpaka wakakutana na adhabu mbalimbali. Hata kwenda utumwani miaka 70 ilikuwa na kutokumtii Mungu. Mungu akisema asikii au asikii, wanainuka na mfalme huyu, wanafanya vizuri, baadaye wanarudi pale pale, wanaenda hivi, wanarudi pale. Mungu akaona hapana, hawa watu acha niruhusu waende utumwani miaka 70, wakakae utumwani nchi ambayo sio yao. Wakaruhusiwa kwa sababu ya makosa, kwa sababu ya dhambi. Kutokutii ni dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapokuwa tunaambiwa na watumishi wa Mungu tutii. Kwa hiyo kutokutii ni dhambi. Unapokuwa unaambiwa mambo ya Mungu tii. Kuna kujenga kwa habari ya nyumba ya Mungu, lakini pia kuna kujenga kwa habari ya maisha yako. Umebomoa vitu vingapi katika ufalme wa Mungu katika roho yako? Leo Bwana anataka ujenge mahala ambapo pamekuwa magofu, kama yalivyokuwa magofu ya hekalu na magofu ya Israeli, ya Yerusalemu, ambapo yalibomolewa. Kuna watu huduma zimebomolewa, kuna watu utumishi umebomolewa. Angalia ni mahala gani ambapo pamebomolewa, ili leo uweze ujenge ufalme wa Mungu. Kwa maana wewe ni hekalu takatifu la Mungu. Mungu anataka ajenge ufalme ndani yako. Mungu anataka ajenge ufalme ndani yako. Angalia mambo yaliyoharibika, tengeneza mapema. Yesu yuaja, Yesu anarudi. Ni mahala gani pamebomoka kwako? Ni mahala gani pameharibika kwako? Je, ni nini? Watoto? Je, ni biashara? Je, ni kazi? Je, maisha unayoishi? Unampenda Mungu sawa sawa kama wenzetu walivyompenda Mungu wakajitoa? Angalia, umebomoa wapi? Umebomoa ibada za Mungu, zimekuwa magofu. Umebomoa huduma, imekuwa magofu. Mungu amekuita kuwa nani? Umeitika wito wako baada ya Mungu kukuita? Umetii kile ambacho Mungu amesema? Wenzetu hawa walitii, wakapanda milimani, wakaijenga nyumba ya Mungu, na Hagai akawatia moyo. Zerubabeli akiwa kiongozi pamoja na Yoshua kama mtumishi wa serikali, Mungu anasema akaamsha moyo wa Zerubabeli. Moyo wa Zerubabeli ukainuliwa kwa habari ya kulijenga hekalu la Mungu. Tumishi wa kiserikali huyu, lakini akajenga hekalu akiwa kama gavana, wakili, liwali na gavana. Tumishi akaweza kuuishwa, moyo wake ukaamka, wakajenga nyumba ya Mungu, wakajenga hekalu la Bwana, mahala pa kumwabudu Bwana, mahala ambapo Bwana analiweka jina lake, mahala ambapo Bwana anatukuzwa, mahala ambapo Bwana anaheshimiwa. Lazima tumheshimu Mungu. Utamfananisha na nani? Nimesema fedha na dhahabu ni mali ya Bwana, dunia na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Hivyo Mungu anajaribu tu moyo wako. Je, unampenda? Mungu anajaribu moyo wako. Je, unampenda? Unampenda Mungu kuliko mali ulizo nazo? Unampenda Mungu kuliko kazi ulionayo? Unampenda Mungu kuliko biashara ulionayo? Unampenda Mungu kuliko mume ulionaye? Unampenda Mungu kuliko mke ulionaye? Mungu atabaki kuwa Mungu. Mungu atabaki kuwa Mungu wa kuheshimiwa. Mungu atabaki kuwa Mungu wa kutukuzwa. Dunia na vyote vijazavyo ni mali yake. Dhahabu anazo, mafuta unayoyaona kule kwa wenzetu ni ya Mungu. Kila kitu ni cha Mungu. Mungu anasema, mtanijengea nyumba ya namna gani? Mimi nimeketi mbinguni na duniani nimeweka miguu. Mtanijengea nyumba ya namna gani? Ataka jenge katika moyo wako. Hana anachotafuta Mungu, anataka jenge moyoni. Ajenge kwenye moyo wako. Atajenga katika nyumba hii ya kumwabudu, lakini anataka ajenge mambo ya rohoni, mambo yasiyoweza kubomoka, mambo yasiyoweza kuwa magofu, mambo yasiyoweza kuharibika. Huo ndio ujenzi Mungu anataka ajenge siku ya leo. Anataka ajenge ndani yako. Unajenga vitu vya namna gani? Umekuwa ukijenga vitu vya namna gani? Mungu leo anasema na wewe. Mungu anasema na kanisa kwa habari ya ujenzi wa nyumba yake na kwa habari ya ujenzi wa maisha yako.
Yesu anarudi. Watakukuta wapi ikiwa yeye Mungu anakaa juu mbinguni? Duniani ameweka miguu. Utamfananisha na nani? Muumbaji wa vyote, ameumba kila kitu. Unapoona miti hii haijajichipusha yenyewe, unapoona bahari imetandaa, bahari haijajiachia yenyewe, ameweka samaki ndani yake, samaki wa kila aina, samaki wa kila rangi. Utamfananisha na nani? Mlima Kilimanjaro unaoona, ameweka barafu juu. Utamfananisha na nani? Yeye ni stadi wa kazi. Yeye ni Mungu, ni Mungu, Mungu wa kuheshimiwa, Mungu wa kutukuzwa. Usimfananishe Mungu na kitu chochote. Hafanani, hafananishwi. Musa akasema, Mungu umenituma niende kwa watu wale, nitawaambiaje? Nitawaambia nani kanituma? Nikawaambiaje wale watu nani kanituma? Akasema, mwambie niko ambaye niko amenituma. Mungu ambaye alikuweko, yupo na ataendelea kuwepo, amemtuma. Mungu ambaye yupo, alikuwepo na ataendelea kuwepo, anakuita leo ujenge mambo ya rohoni kwako, mambo yaliyoharibika. Wezi kufananisha mambo ya Mungu na fedha, havifanani. Nilikuwa nawaambia juzi watu hapa, nikasema haya imebidi lazima niseme. Naona wakati wa Mungu wa kusema umefika. Mimi nilipita katika mazingira mbalimbali sana. Bwana Yesu asifiwe. Kabla tangu utoto wangu nimeishi katika nyumba ya Kiislamu. Madrasa zilikuwa ziko kwetu nyumbani pale Sable. Madrasa. Unajua madrasa? Na mimi za kusoma Qur'ani, na mimi nilikuwa ni mtoto mdogo, lakini sikuweza kuingia katika madrasa. Maana Bwana aliniita. Bwana alikuwa amenichagua, akamwambia Yeremia, kabla kuumbwa kwa ulimwengu nilikuchagua Yeremia. Nimekuita uwe nabii wa mataifa. Nilitengeneza mpango wako kabla kuzaliwa. Nilijua nafasi hii utasimama kabla kuzaliwa. Nilitengeneza, nikamtafuta mtu anayefaa kuwa katika nafasi hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Usichezee nafasi ambayo Mungu amekupa. Pita katika mazingira magumu sana katika maisha yangu mno. Ndio maana nauthibitisha wito wa Mungu kwamba mimi niliitwa nikiwa tangu mtoto mdogo. Nimetembea katika mazingira hayo. Bwana Yesu asifiwe. Nimetembea katika mazingira hayo. Nimeingia katika ndoa yangu ya kwanza. Mume wangu alikuwa ananipenda mno, na ndiye aliyenitafutia hii kazi ya hospitali ya unesi. Yeye alikuwa kama afisa misitu, akanitafutia kazi hii. Yule mume hakuwahi kunifinya hata kunifanyia. Nilipenda mume wangu, kama amenitafutia kazi nzuri. Mume wangu akaja akapata kichaa. Mtu alikuwa anaenda ofisini, anajifunga vizuri, anavaa vizuri, kawa anavaa rubega, anachukua shuka anajifunga rubega. Nimeishi na mtu wa namna hiyo, kichaa ndani ya nyumba. Taka kunichoma na saa nyingine anainuka anichome usiku na kisu, au animwagie mafuta anichome. Mtu ambaye hatujawahi kufionyoleana. Nilipenda, naenda kazini, ananibebea begi, naingia night, anahakikisha nimeingia kazini. Narudi ananipokea. Narudi nyumbani nakuta amefanya na vitu vingine, amesaidia watoto. Mwanaume mwema, mwanaume kutoka kwa Mungu. Lakini ilikuja siku moja akabadilika. Siku moja kawa kichaa, alifariki. Nikatoka katika mazingira haya, ngia mazingira mengine tena ya ndoa, nikakataliwa. Mbowe kafiri, hufai, toka. Nikatoka. Lakini yote katika yote, ufalme wa Mungu unatukuzwa. Ninamuona Bwana aliyeniita. Mambo hayo hayanisumbui wala hayanilifanyii tashishi yoyote. Nilikuwa nawaambia juzi hapa siku ya Jumanne, nasema Yesu alisema hakuna mtu aliyeacha shamba
Hakuna mtu aliyeacha kitu chochote watoto. Hamna mtu aliyeacha wazazi akaacha kulipwa katika ufalme huu mara 100 na kisha uzima wa milele. Hivyo nimeamua kuingia katika ufalme wa Mungu. Siangalii aliyonipata, siangalii ninauchuchumilia wokovu, siwezi kumwacha Yesu. Siangalii aliyopitia, najua niliyopitia ni kwa ajili ya kujengwa na nyinyi, kuwajenga kama hivi nawasimulia. Ni machache tu nimewasimulia, lakini yako mengi mazito niliyopitia, lakini kwa ajili ya utumishi wa Mungu bado nasikia furaha moyoni mwangu. Furaha moyoni mwangu ni kulitimiza kusudi la Mungu aliloniitia. Sitaki kufanya mchezo, sirudi nyuma, sichezi na wokovu. Pole unacheza na wokovu, pole, tumeitiwa wokovu mara moja tu. Pole unacheza na wokovu. Wokovu usifananishe na fedha. Sikudanganye mtu. Mabinti, msidanganywe na fedha. Kama umeokoka, okoka kweli. Vijana wa kiume, msidanganywe na mabinti. Umeokoka, okoka kweli. Maanisha, maana hujui siku ya kuondoka hapa duniani. Hujui. Umeokoka, okoka kweli. Acha kuact, acha kufanya futuhi. Usifanye futuhi. Umeokoka, okoka. Paulo akasema, nimehesabu mambo yote kama mavi. Nimehesabu mambo yote kama mavi mimi, ili kwamba kupata ufalme wa Mungu. Nimehesabu yote yaliyonipata, yote niliyopitia, yote yaliyopita kwangu. Mimi nimehesabu, ni kwa sababu Mungu ameniita kwenye utumishi. Siwezi kucheza na wokovu. Sitaki kucheza na wokovu, ndugu zangu. Sichezi na wokovu. Unacheza na wokovu, mwangalie aliyekuita. Anakupa pumzi, anataka utengeneze. Jenga mambo yaliyoharibika. Jenga hayo magofu. Mungu anataka ujenzi. Ujenzi wa nyumba yake. Tujenge madirisha kama vile Bwana amesema. Tujenge na nyumba ya mtumishi wa Mungu. Tujenge na kanisa ambalo Bwana amejenga. Lakini pia jenga mambo ya rohoni kwako. Jenga yaliyokuwa magofu. Mungu awabariki sana. Tusimame. Jenga, unajua ni mahala gani, lakini Bwana anataka tumjengee. Hagai akasema na watu wale. Hagai akasema na watu wale kwa habari ya utumishi. Hagai akaongea na watu wale, akawaambia, pandeni milimani mkaikate miti, asema Bwana wa majeshi. Mkaikate miti, mwijenge nyumba ya Bwana. Mnalima, mnavuna kidogo, mnavaa nguo mpati joto, mnaweka mishahara yenu katika mifuko iliyotoboka, mnakula mshibi. Ni kwa sababu mmeacha nyumba ya Bwana imekuwa ukiwa. Ni kwa sababu mmeacha nyumba ya Mungu, hamuiangalii. Mmeangalia mambo yenu. Hivyo tuijenge nyumba ya Bwana. Yale ambayo tunaambiwa na watumishi wa Mungu tuyafanye kwa bidii, ili kwamba Mungu aweze kutubariki. Mungu anataka kukubariki mama yangu. Mungu anataka kubariki biashara yako. Mungu anataka kubariki kazi yako. Mungu anataka kukuinua juu, akuweka katika viwango vikubwa vya utumishi. Lakini je, unajenga mambo ya Mungu? Unauangalia ufalme wa Mungu? Jenga ufalme wa Mungu uliobomoka ndani yako. Jenga, jenga, jenga. Habari za kujenga. Msimu huu ni wakati wa kujenga. Msimu huu ni habari ya kujenga tu. Msimu huu tutasema habari za kujenga. Bwana Yesu asifiwe. Maana ndivyo Bwana anataka. Maana ndivyo Bwana anasema. Rikandarabos. Nisaidie na mimi Bwana. Paulo anasema, nisiwahubiri wengine, mimi nikawa mtu wa kuachwa. Nisiwahubiri wengine wakasikia, mimi nikawa mtu wa kuachwa. Nahubiri maneno haya na mimi kuwa ni wamo. Mungu nisaidie.
Mungu nisaidie. Mungu naomba nisaidie. Mungu saidia kanisa hili Bwana. Wanakupenda watu hawa. Wanakupenda, watakujengea. Watakujengea Mungu. Na utatukuzwa. Ridarabos. Wewe ni Alfa na Omega, twakuabudu Bwana, wastahili sifa. Wewe ni Alfa Kama kuna mtu anahitaji maombi aje mbele. Kama kuna mtu anahitaji maombi aje mbele tuweze kuomba pamoja. Basi tuombe kanisa. Tuombe kwamba tuweze kumjengea Mungu nyumba. Bwana asifiwe. Baba, katika jina la Yesu, tumesikia maneno yako Mungu, kwamba Mungu unatuita katika wito mkubwa wa kukujengea nyumba. Mungu wa rehema, nasema Bwana, tumekaa kwenye nyumba zetu zenye mapambo, lakini tumeacha nyumba yako imekaa katika hali ya ukiwa. Mungu uliye hai, tusaidie Baba, lisaidie kanisa, tuponya uchumi wa kila mmoja Bwana, tuweze kukujengea nyumba ambayo Mungu utaliweka jina lako, nyumba ambayo Bwana utaabudiwa mahala hapo. Asante Mungu kwa sababu utakuwa pamoja nasi, talisaidia kanisa lako Bwana. Tutakwenda kukujengea nyumba iliyo bora, mahala ambapo Bwana tutakwenda kuabudiwa. Sante Mungu kwa ajili ya ibada hii. Sante Bwana kwa ajili ya kila mmoja. Baba, ninaweka yote mikononi mwako, Mungu mtakatifu. Sisi wote tuseme amen. Basi tutaenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya ibada. Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru kwa ajili ya mchana wa leo. Sante kwa neno lako la uzima. Umenena nasi Yesu kwa habari ya kukujengea nyumba. Baba, tumekusikia, tumeisikia sauti yako. Tusaidie Mwokozi kufanya na kutii vile ambavyo Mungu umetuagiza. Sante hata kwa mtumishi wako uliyemsimamisha madhabahuni pako, umemtumia sawa sawa na jinsi Mungu ulivyokusudia. Baba, tunakurudishia sifa, tunakurudishia utukufu na heshima. Sante tena kwa ajili ya wakati huu tumefika mwisho. Baba, tunakwenda kuiarisha ibada hii. Tunaomba uwe pamoja nasi. Hata jambo ambalo liko mbele yetu tunaliweka mikononi mwako. Baba, ukawe pamoja nasi, ukatuongoze, ukatufanikishe kwa yote, tukatende sawa sawa na jinsi Mungu ulivyokusudia. Namweka kila moja mikononi mwako, hata tutakapokuwa tunaondoka mahali hapa, ukaondoke na kila mmoja. Tunaiweka hata ibada jioni mikononi mwako.
tutakuwepo mahali hapa tena kwa ajili ya ibada. Tunaomba Bwana Yesu ukawe pamoja nasi tena katika ibada ya jioni, tukuone wewe. Sante Mwokozi, tunaweka yote mikononi mwako, katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru, amen.